Naam, karibu sana. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, lakini hii ni Amka Podcast na nipo na mgeni hapa leo kwa ajili ya kuzungumza kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa ujumla na kwa wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji. Nazungumzia madereva na makondakta pia. Na mgeni wetu ni Majura Kafumu, yeye ni mwenyekiti wa umoja wa madereva wa mabasi Tanzania. Karibu sana kwenye kipindi chetu. Unaendeleaje kwanza? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sawa. Karibu sana, tunafurahi kuwa na wewe hapa. Asante. Labda tukianza moja kwa moja, hali ya maisha na mazingira ya kazi ya madereva na makondakta Tanzania ikoje kwa sasa? Unaweza kutusaidia hapo? Kiujumla uchumi wa nchi unajulikana kwamba kuna mtikisiko kutokana na athari zilizopo huko nchi za Ghuba. Ukiachana na mtikisiko, mimi nataka nijue hali zenu kwa ujumla ya maisha. Nyinyi kama madereva, kama kondakta kwa ujumla, na wewe ndio kiongozi wao, mwenyekiti wao, hali ya maisha yao kwa ujumla ikoje? Kiujumla siwezi kusema 100% kwamba uchumi wa madereva na makondakta huko vipi, kwa sababu zile ni jamii mbili tofauti. Okay, alafu pia hata utendaji wa kazi upande wa madriver ni jamii tofauti kulingana na kampuni, sio kwamba madriver wako kampuni moja. Tunatofautiana kwa sababu ya makampuni, ila tunaenda kuungana kwa pamoja kwa tasnia ya udereva wa mabasi. Ndio maana tunakutana pamoja, tunakuwa familia moja. Lakini kila driver anatoka kwenye familia yake na tajiri yake pia. Okay. Kwa hiyo kuenda kuunganisha uchumi wa pamoja ili tuweze tukauasesi kwa pamoja inakuwa ngumu kidogo. Vipi kuhusiana na kipato mnachokipata? Kinaendana na muda wa kazi ambao nyinyi mnaufanya? Hapana. Na ndio maana nikasema kwamba sisi tunaenda kuungana kwa tasnia ya udereva kwa pamoja, lakini tunatoka kampuni tofauti na pia kifamilia tuko tofauti. Okay. Kwa hiyo kwenda kujaji mapato na ujira kwenye familia fulani, uwezo kujua kwamba ile familia ya dereva mwenzangu ina kiwango gani cha familia yake. Na je, ile familia ameiattend vipi au ameiweka vipi kwa ajili ya maisha ya ile familia. Kwa hiyo unaweza kukuta driver tupo kama driver wote, lakini kiuchumi tunatofautiana. Wewe binafsi? Sasa mimi kwangu binafsi na mimi na familia kinaendana na mimi na familia yangu. Kwa hiyo bado kwenye vipato inakuwa ni tatizo. Okay. Na hilo tatizo linajitokeza wapi? Ni mfumo ndio umetufikisha hapa. Okay. Kwa sababu gani? Serikali imeshindwa kusimamia haki za wafanyakazi sekta binafsi. Imewaacha na wanajitegemea wao kupambana na tajiri yake. Serikali imeshindwa kuwasimamia wafanyakazi sekta binafsi. Ina maana ni mtu binafsi apambane na mwajiri wake. Kwani kile chama huwa akiwahusu nyinyi? Kile chama cha wafanyakazi. Chama cha wafanyakazi vipo vingi, ni kipi? Kimfano hiki cha serikali TUCTA. TUCTA akiwahusu nyinyi? TUCTA sehemu kubwa imebezi kwenye makampuni makubwa. Okay. Na TUCTA ni shirikisho la vyama vya wafanyakazi Tanzania. Lakini kwenye sekta ya wafanyakazi ni KOTU. Sasa ile KOTU kiujumla ilifikia sehemu tukaikataa. Kwa sababu yenyewe ilibezi kwenye makampuni makubwa lakini si kampuni ndogo. Unaona? Na KOTU ilikuwa inashirikisha vyama vingi au sekta nyingi za wafanyakazi. Maki mle ndani kulikuwa na bomba la mafuta, kulikuwa na mawasiliano, kuna mnara wa mawasiliano pale, kulikuwa na meli, kulikuwa na treni, lakini kulingana na utendaji wa kile chama cha KOTU, vyama vingine viliibuka kutoka mle ndani. Okay. Unaona, kama reli walijitenga wakawa na chama chao cha wafanyakazi. Unaona, mawasiliano nafikiri na wenyewe walitoka. Unaona, alafu pia hata walimu ndio pia waliondoka mle wakaunda chama chao cha wafanyakazi walimu. Umeona, kutoka humo KOTU.
Na nyinyi pia mna chama chenu kama chama chenu? Sasa sisi tuna chama cha kisekta ambacho ni chama cha wafanyakazi madereva Tanzania, TADU, Tanzania Driver Workers Union. Haijalishi ni dereva ambaye anaendesha gari gani. Okay, ndivyo ilivyo kwa sababu imemsimamia kisekta kwamba yeye ni dereva wa gari. Kwa hiyo tumejoin kwamba kuanzia bodaboda wote wanaingia. Ndio. Bajaji wote wanaingia. Tunakwenda hizi kirikuu pickup zote, mradi tu yuko kwa mtu binafsi, tunamhitaji kuwa mwanachama wa TADU. Ndio. Chama cha wafanyakazi madereva Tanzania. Umeona? Bado mabasi na malori kwa sababu yeye ni driver. Na hata mtu ambaye yupo serikalini dereva tunaweza tukamhitaji kwa sababu tayari yeye ni driver, lakini tu sasa kule yuko serikali kuu anahudumu kule, ndio maana anachukuliwa kule na hivyo vyama vya serikali. Unaona? Lakini pia katika mapambano haya kuangalia haki za mfanyakazi tunapambana kuunda shirikisho lingine la vyama vya sekta binafsi kuwa na shirikisho lao. Hili linakwenda kuwasaidia nini? Ni katika harakati za mapambano, shirikisho la vyama vya madereva ambavyo na vile vya sekta binafsi vingine ambavyo tunajaribu kuviunganisha ili kuweza kupata sauti ya pamoja iwe na yenye nguvu kuliko kuwa na vikundi vingi au sauti nyingi. Ndio maana halisi ya kuhitaji kuwa na shirikisho la vyama sekta binafsi. Kwani mna vyama vingi kwenye huu upande wenu? Vyama viko vingi kwa sababu mfano mzuri ni kwamba tunakuta kama bodaboda na bajaji wana vikundi vile vidogo na vyama vyao. Okay. Pia kwenye daradara tunakuta wana vyama vyao kulingana na njia zao. Pia kwenye mabasi si kwamba yote yanaanzia Dar es Salaam, kuna mengine yanaanzia Mtwara, kuna mengine yanaanzia Temeke, kuna mengine yanaanzia Morogoro kwenda huko. Kwa wana vyama vyao. Pia unaweza kukuta wana vyama vyao, lakini sehemu kubwa vile vyama huwa vipo katika harakati za kusaidiana kama vyama vya kijamii. Unaona? Kwa sababu unaweza kukuta tajiri mfanyakazi wake amepata maafa au ameathirika katika ajali, lakini yule mfanyakazi akaendelea kuhudumiwa na kile kikundi ndio ambacho tayari tajiri ahusiki naye. Na kama atahusika basi ni kidogo sana, sehemu ndogo sana. Na ndio unaweza kukuta anamsupport yule mgonjwa ambaye ni mfanyakazi wake, lakini hawezi kuendelea kwa muda wote. Kwa sababu gani? Sisi tumekuja kuathirika kulingana na bima za afya. Pamoja na kwamba nafanya kazi kwa tajiri, lakini sina bima ya afya. Na unaweza kukuta mshahara wako anakupa mkononi, akupi katika mifumo halisia ya kibenki na kukupatia payslip ile kwamba wewe mshahara wako ni huu, labda kulikuwa na roni nyuma, basi tumekata kiasi fulani, umebaki na hiki kiasi. Na anaweza kukutumia kwenye simu. Sasa kwa binadamu kutumiwa mshahara wako kwenye simu, ina maana tayari unakuwa na nafasi ya kuweza kutumia yale matumizi yote, ile pesa ikajikuta imeisha. Umeona? Ndio. Kwa hiyo unaweza, lakini ikiwa benki bado naweza nikaenda kukopa mkopo kibenki, kwa sababu wanaelewa kwamba mshahara wa huyu bwana unapitia benki. Unaona? Kwa hiyo pia hata inapokuwa imekaa kule kuna kafaida fulani kuweza kujikuta kamezalishwa pale. Lakini sasa ukipewa hela mkononi, nafikiri katika jamii ya Kiafrika tunaelewa wazi kabisa kwamba ukishaishika ile hela matumizi yote unayapanga pale pale mkononi. Nipeleke hii hela shuleni kwa mtoto, hii hapa mama anaumwa nimpelekee nyumbani kijijini, hii hapa mwenyewe suruali imeisha au nguo imeisha nyumbani mwako, unga hamna, inabidi ukanunue. Tayari hata hiyo 200,000 au 300,000 unazopewa, unakuta una nini? Una akiba ya aina yote. Ndio. Na wakati huo tambua hizo 300,000 ndio zinahitaji zikatibie familia nzima. Na bado una wazazi wako kijijini. Wanakutegemea. Unaona? Sasa na huu mfumo ambao tumeweza kuuona wa bima NHIF ni maafa. Hizi bima ni maafa au ni majanga. Kwa nini? Kwa sababu kwamba gharama ni kubwa. Na mtoto mwanzo tulikuwa na mtoto afya.
Kiasi kwamba mtoto wa mwaka mmoja au mwaka 0 mpaka miaka 15 ulikuwa unamweza kumkatia yeye mwenyewe. Ndio. Ambayo ilikuwa ni shilingi 50 na ngapi, 54 sijui na mia ngapi, kitu kama hicho. Lakini leo wameiondoa, wameiweka kwenye familia. Lakini mtu mwenye mke na mtoto mmoja, gharama zake ni kubwa sana. Ndio. Na zina mafungu au madaraja kwamba kuna wekeza, kuna timiza na jali afya. Vitu kama hivyo. Na unaweza ukakata leo hiyo bima, wakakwambia kwamba kwa magonjwa haya haiwezi kukutibu. Kwa sababu haija machua bado, mpaka labda uliniwa mara 2 au mara 3. Ndio. Sasa unaona ugonjwa unakuja automatically kwamba hakuna anayetaraji kuugua kwa ugonjwa ule, lakini wanakuambia bima yako haina uwezo kutibu ugonjwa. Umeona? Ndio. Sasa je, tukirudi nyumbani kule vijijini, mtu anasubiri mahindi yakomae ndio aweze kupata pesa. Sasa na ugonjwa umeingia pale nyumbani. Je, anaweza avoid kiasi gani kwenda kutibu ule ugonjwa? Ndio maana nikasema kwamba bima iliyopo inaangalia wenye uwezo wao. Lakini kwa wale wasio na uwezo ni janga. Sawa. Ni janga kabisa. Sawa. Niambie, ni hatari vipi ambazo wanakutana nazo madereva na makondakta kwenye kazi zao? Kila siku. Athari zipo nyingi. Hatari zipo nyingi kwa sababu kwanza mazingira ya kufanyia kazi. Ofisi zetu zina move. Zinatembea. Ofisi zinatembea. Kwa hiyo muda wote unakuwa na hizo hatari. Kwanza naweza nikajiguide mimi kuwa salama, lakini 1% ikashindikana kutokana na mazingira ya dereva mwenzangu tunapokuwa barabarani. Ndio. Kwa hiyo moja kwa moja ni hatari. Mfano mzuri na naweza nikasema kwa majuzi, nafikiri mmeshuhudia na kusikia ajali iliyotokea Dodoma. Ndio. Kwa hiyo huyu mmoja aliweza kuwa anajigadi au anajilinda vizuri, lakini yule mmoja ameshindwa na amemsababishia ajali, na tayari tulisikia na vifo vipo. Ndio. Sasa huyo mtu pamoja na vifo, familia zimebaki katika mazingira gani? Magumu sana. Na wengine walikuwa wanategemea wapendo wao wafike salama, wafurahi pamoja. Lakini kufurahi kumegeuka kuwa majonzi. Kwa hiyo vitu kama hivi vipo. Kwa hiyo utendaji wetu wa kazi ni mgumu kulingana na mazingira yalivyo. Ndio utendaji wa kazi. Kwa sababu kwanza miundombinu, hatuna miundombinu iliyo sahihi. Na naweza nikatumia hii lugha, watanisamee ambao utatafsiri vibaya. Kwamba dunia inakimbia, Tanzania tunatambaa. Unamaanisha nini? Kwa sababu tuna miaka zaidi ya 60 ya uhuru wa nchi yetu. Lakini kwa nini bado tunacheza na kilomita 15 au kilomita 20? Na hili ni jiji na ni jiji la kibiashara. Lakini tumeshindwa kuwa na miundombinu iliyo sahihi. Unaona? Na bado kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine bado barabara zetu ni finyu sana. Tunashindania mle ndani. Kwa hiyo ndio maana naweza kusema kwamba madriver wako kwenye hatari kubwa kulingana na miundombinu. Ndio. Naam. Ndio. Kwa hiyo conductor ni mhudumu au kwa lugha nyingine wanasema crew ndani ya kile chombo cha basi. Ambacho tayari yeye anahudumu kwa abiria, driver akiwa na kiongozi. Pia ndani ya abiria si wote abiria 57 au abiria 60 wote wako uelewa mmoja. Ndio. Kila mmoja ana stress zake kwenye zile gari. Ndio. Yule abiria uliyembeba. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba abiria mmoja amekuja tu mle ndani ana kisirani chake cha kifamilia. Ana stress zake za kifamilia. Sasa anataka zile stress zake uzibebe wewe. Ndio. Umeona? Unaweza kumwelekeza vizuri, funga mkanda, lakini atakachokujibu wewe mwenyewe inabidi uvumilie. Umeona? Lakini askari akimuona ndiye anafunga mkanda. Unaona? Mwingine ana kitambi chake anakuambia mimi siwezi kuhangaika. Umeona?
Sasa utamwambiaje? Na sheria inasema abiria watu wafunge mkanda. Wafunge mikanda. Umeona? Kwa hiyo ndio changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye gari. Okay, hizo ni hatari. Na mwingine unaweza kukuta driver anaendesha gari tayari amechafukwa na tumbo na mmetoka tu sehemu sahihi ya kufanya huduma, kama anataka mkasimame kwingine, mkasimame sehemu nyingine apate huduma. Na ndio lazima usasimama tu, kwa sababu ni mtu mzima na ameshakueleza. Kwa hiyo kuna hizo karama, lakini inabidi mzibebe, kwa sababu ni abiria wako tayari, umeshafunga naye mkataba, umfikishe sehemu anapoenda. Sawa, niambie ni changamoto zipi kubwa ambazo zinazowakabili madereva na makondakta katika kazi zao? Hapa nataka tujue changamoto. Ile ilikuwa ni hatari. Sasa tunataka tujue changamoto. Ni changamoto gani ambazo kubwa zinazowakabili nyinyi madereva na makondakta? Changamoto kiujumla ziko nyingi. Zile chache tu kwa uchache. Zipo nyingi kwa uchache. Kwanza barabara ni changamoto. Barabara ni changamoto. Lakini kwa abiria asielewa chochote. Tuchukulie mfano tu hii barabara ya kuanzia Mlandizi mpaka Chalinze. Ni sehemu sahihi, hakuna abiria asiyeitambua. Lakini kwa mtu ambaye atembei muda mara nyingi kusafiri, anaweza akafikiri driver anafanya maigizo pale. Kama maigizo ndio. Unaona? Kwanza gari haitulii. Utafikiri huko bahari ya Numbu. Unakatisha yenye mawimbi mengi. Sasa unakuta gari inacheza hivi. Zile ni changamoto. Ndio. Unaona? Na abiria anaweza akatoka nyuma tu akaanza kushauti kwa abiria wengine kwa kumfokea dereva. Dereva mwendo gani huo? Nenda vizuri usituua. Umeona? Tayari huyu dereva unakuta unamtoa kwenye ule umakini wake. Umeona? Anaweza kumtolea lugha chafu. Unaona? Dereva acha ujinga na nini, lakini kumbe huyo mjinga amekubeba wewe kupeleka unakokwenda. Lakini tayari wewe umeshampa sifa ya ujinga na jina lake unamuita mjinga. Unaona? Na mwingine asipotosheka anaweza ukajikuta anasema kabisa umeshapiga viroba. Unaona? Kwa hiyo hizo bado ni changamoto. Ndio. Sawa. Nataka kujua kupanda kwa bei ya mafuta kunaathiri vipi maisha na kipato cha madereva pamoja na makondakta? Kitendo cha kupanda kwa bei ya mafuta kinaathiri vipi kipato cha dereva pamoja na makondakta? Kwa upande wa tajiri ndiye anahusika katika malipo ya mafuta au ununuzi wa mafuta. Kwa nini hakuna namna yote ambayo inawaathiri? Inaweza ikatuathiri kwa sababu ya nauli. Nauli zinapokuwa nyingi kubwa, abiria pia wanakosekana, wanapungua. Kwa sababu unakiangalia mtu kwenda Mwanza kwa 100,000 na zaidi pengine, na yeye au kwenda Sumbawanga kwa kiasi cha nauli ile, anakuta anasema hakuna sababu yote kwenda, labda hiyo pesa ambayo angeitumia kwenye nauli aitume tu ili wasaidie. Unaona? Kwa hiyo unakuta magari mengi yanakosa abiria kwa sababu ya pato la kijamii limekuwa dogo. Unaona? Sawa. Kwa hiyo kupanda kwa bei ya mafuta kwa maana kwamba ili ongezeko linabebwa na matajiri, kwa sababu ndiye ananunua diesel, ndio anainunua na ndiye anahudumia gari, kuweka vipuli na nini kila kitu. Kwa hiyo dereva yeye ni mtumwa tu kwamba peleka abiria hao sehemu fulani. Sawa. Lakini je, gari imejaa? Haijajaa kama mwanzo ilivyokuwa. Na kama haijajaa inabidi muende tu hivyo. Kwa sababu uwezo pengine tajiri mwingine asiye mvumilivu anafaulisha wale abiria. Ndio. Gari nyingine. Kwa hiyo kama huyu ana abiria 40, huyu ana 20, basi bora mpe yule mwenye 40 aondoke. Kuliko kupunguza hiyo diesel mpaka Dodoma au Singida au Mbeya kwa abiria 20. Na ujue kabisa wazi sasa hivi gari zimekuwa nyingi kila mkoa, mpaka NOA zinafanya kazi. Mwanzo zamani nilivyokuwa tuko barabarani, NOA zilikuwa hazipo. Hivi viaisi vilikuwa havipo. Kwa hiyo ukifika Morogoro unakuta abiria wapo wanaenda Dodoma. Lakini sasa hivi Morogoro, Dodoma vipo mpaka NOA zinabeba abiria kwenda Tuliani. Sasa je, hii gari inayokwenda Tuliani itambeba yupi? Unakuta pale njiani umeshasafishwa.
Ndio. Wameshasafishwa na zile gari ndogo ndogo. Ndio. Sawa. Na niambie, je, madereva na makondakta kuna namna ambavyo huwa mnashirikishwa kwenye ongezeko hili kupanda kwa hizo bei za mafuta? Hapana. Nyinyi mnaona tu bei imepanda. Bei imepanda. Wanaoshirikishwa ni matajiri ndio wanaitwa. Nafikiri hata matajiri wanaitwa. Wanaitwa. Kwamba tunapandisha sasa bei ya mafuta. Kupandisha bei ya mafuta ni EWURA. Sasa wanapopandisha bei ya mafuta matajiri na wenyewe pale ndio wanapiga kelele kwamba nauli, mbona mpandishi nauli? Sasa mimi nilikuwa nataka kujua labda kwenye kuna namna ambavyo jamani tunataka sasa kuwashiriki na tunawashirikisha sasa, tunapandisha bei ya mafuta, tunapandisha kiasi kadhaa. Hicho kitu sijawahi kukiona. Huo wanapandisha tu wenyewe. Wanakuta tu EWURA wamepandisha mafuta, basi kila mtu anaangalia ile timetable ya mafuta imepanda au imeshuka. Lakini kwa madereva na makondakta kushirikishwa hicho kitu hakipo. Ungetamani ingekuwa mnashirikishwa kwa namna moja au nyingine? Sasa huo mfumo, kwa sababu pia huduma ni ya tajiri ambaye amenunua basi lake, amelituma ruti ya kwenda sehemu fulani. Kwa hiyo kwake yeye ndio inakuwa inamsaidia vipi kupata pato la faida na kurejesha marejesho yake kule anapohusika yale marejesho. Unaona? Na pia kama tunaweza tukashindana na tajiri huyu, mimi naweza nikamia kampuni nyingine. Kwa hiyo sidhani kama kutakuwepo na umuhimu mimi kushirikishwa kupandisha mafuta na bei ya mafuta kwamba dereva husiki. Sawa. Kodi, tozo, faini na gharama za uendeshaji mbalimbali, ukiachana na bei ya mafuta, kuna namna yoyote madereva pamoja na makondakta wanahusishwa na gharama hizi? Tozo, kodi pamoja na faini mbalimbali. Faini za nini? Faini mbalimbali ambazo nyinyi mnakutana nazo. Hamna faini ambazo huwa mnakutana nazo? Faini ambazo tunakutana nazo sisi upande wa madereva ni pale unapokuwa umefanya kosa la usalama barabarani. Ndio faini inakuhusu. Lakini faini zingine ambazo zinahusika na tozo na kodi hizo za mafuta ni za tajiri. Lakini dereva husiki na hizo kodi na hizo tozo zingine. Kama umefanya makosa barabarani, basi utaadhibiwa kwa mujibu wa sheria za usalama barabarani. Na utabidi ufanye hivyo. Ni yapi mahusiano ya nyinyi madereva pamoja na mabosi zenu? Ndio maana nimekuambia kwamba mwanzo, kama ukirejea, nimesema kwamba madereva tupo kampuni nyingi. Ila sisi tunakuja kuwa pamoja kwenye hili jumuiko letu kwa sababu ya tasnia ya udereva. Tunapoenda kukutana. Kwa hiyo hapa kwenye watu mahusiano kwa namna ya kutatua changamoto ni wewe pamoja na nani wako. Haiendi kwa umoja wenu ilivyo. Haiendi kwa umoja wetu ilivyo. Okay. Ni wewe na tajiri kama kuna changamoto kwenye kampuni yako. Na ikifikia ukaona mmeshindwa kuelewana na tajiri yako, basi kati ya tajiri na dereva kuna mmoja atatoa maamuzi yake. Mimi inatosha, anaachia kampuni. Ni mikakati gani ambacho iko chama ambacho unadai kinapigania maslahi yenu kimeiweka ambayo ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nyinyi kama madereva lakini pia makondakta mnapata maslahi yenu pamoja na mishahara yenu, kwa maana kwamba stahiki zenu ambazo mnazostahili kuzipata? Vyama vya wafanyakazi au trade union kiujumla vyenyewe huwa sehemu kubwa kisheria vinakwenda kutatua migogoro sehemu za kazi. Okay. Na kisheria haviruhusiwi kuleta migogoro sehemu za kazi. Wao wanaenda kutatua migogoro iliyopo sehemu ya kazi. Na baada ya hapo ni yule mwanachama katika ile kampuni, kama ni mwanachama kwenye lile chama cha wafanyakazi madereva Tanzania. Kwa hiyo yeye ndiye anabidi aende pale ofisini akiwa mwanachama na ataeleza matatizo yaliyoko kwenye kampuni yake. Ina maana tajiri au mwajiri ataitwa kurekebisha hizo kasoro zilizopo ndani ya kampuni, na wakishaelewana basi wanaweza kuendelea na kazi. Aidha, kama mfanyakazi anaona ameshindwa kuendelea na tajiri yake, basi kuna utaratibu ambao unafanyika ili mwajiri amlipe haki zake ile mfanyakazi aweze kuendelea na shughuli zingine au maisha mengine yaendelee. Okay. Niambie, ni vikwazo gani vikubwa vinavyofanya hiwe ngumu kuboresha haki na ustawi wa wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji Tanzania?
Tutambue kabisa kwamba sekta ya usafirishaji ni sekta binafsi. Okay. Sehemu kubwa imeshikwa na watu binafsi. Ndio. Kwa sababu leo hatuna mashirika ya umma ambayo yako kwenye mfumo wa usafirishaji. Kwa hiyo hizo changamoto zipo ni nyingi. Kwa sababu kila tajiri au msafirishaji anaangalia maslahi ya kwake kwanza. Kwa hiyo ndio hapo kwamba sisi tunatumikia viongozi. Sehemu kubwa ndio wenye mali hizi. Kwa hiyo tatizo tunaweza tukasema hapo sasa linaweza likawa wapi? Kwa serikali ama waajiri? Ni serikali kiujumla. Okay. Ni serikali kwa sababu imeshindwa kutoa kanuni stahiki kwa ajili ya mfanyakazi anayefanya kazi kwa yule mwajiri ambaye ni binafsi. Kwa sababu tunatambua wazi, wala sio uficho kujificha ficha au kumung'unya maneno. Mali nyingi ni za wakubwa ambao wamewekeza kwenye makampuni ya watu binafsi. Ndio. Kwa hiyo tajiri huyu mwekezaji au huyu mwajiri wangu unaweza kukuta tayari amejawa na kiburi kwa sababu mle ndani kuna mzigo wa wakubwa. Kwa hiyo chochote kile anaweza akakufanyia. Na ndio maana tumekosa NSSF. Madereva walio wengi sekta binafsi hawana NSSF. Na pia tunakuja kuiona hiyo hata kwa NSSF kukaa maofisini bila kupitia makampuni. Kuangalia je, wafanyakazi walioko huko ndani wanapata stahiki zao, kuwekewa akiba yao ya NSSF, ile mifuko ya kijamii wanapata, WCF ile wanapata. Hivyo vitu havipo. Na pia unapoamka kupambania hiyo haki, si ajabu kesho usiingie getini kwenye ile kampuni. Unaona? Kwamba tafuta sehemu nyingine. Na ndio ile mwanzo nimekwambia kabisa kwamba changamoto za kifamilia tunatofautiana. Wewe utahitaji 100,000, mimi 100,000 haitoshi. Kwa sababu tu una mtoto anaumwa, mamako yuko kijijini anaumwa, ndio unatamani uende na ile 100,000 sehemu. Wakati mimi naona kwamba haina maslahi. Umeona? Na NSSF huwa kuna bima ya afya kwenye ule mfuko wa kijamii wa NSSF. Sawa? Lakini hakuna mfanyakazi walio wengi hawana huo mfuko ili aweze hata kutibia familia yake kwa ile kadi ya NSSF anayochangia kodi. Umeona? Kwa hiyo hizo zote ni migongano ambayo tunakuja kuisukumia serikali kwamba imeshindwa kusimamia haki za wafanyakazi sekta binafsi. Umeona? Ndio. Kama serikali iliweza kutoa oda mifuko ya rambo isionekane madukani ndani ya miezi 3 na ikapotea, na leo huo mfuko wa rambo ukikufuata mguuni unaukimbia ili isionekane wewe ndio mfuko ulikuwa nao. Ndio. Lakini kwa nini wanashindwa kutoa kauli na kutoa kanuni ziwe za kisheria kabisa kwamba uruhusiwi kufanya kazi kwa mwajiri bila mkataba na uruhusiwi kufanya kazi kwa mwajiri bila kuwa na kadi ya NSSF. Na nyinyi mnafanya kazi mkiwa hamna kadi NSSF wala hamna mkataba wao? Hakuna mkataba. Hiyo tulisema wazi tu, wala tusijifiche. Ndio. Hilo liko wazi. Ndio. Kama mtu anaweza kumtukana mwajiri dereva wake au mfanyakazi wake, matusi ya ngoni, acha hilo gari hapo. Ina maana mmefukuzania kazi juu kwa juu. Huko Iringa acha hilo gari. Na dereva mwingine anapandishwa gari nyingine kwenda Iringa kuchukua ile gari. Ndio. Kuna ustaarabu hapo? Hapo kuna ustaarabu? Wewe unalalamikia kitu fulani. Gari iko hivi, hiyo gari ilikuwa ni nzima. Kwa nini umeijaribu? Sijajaribu kiongozi. 1 2 3. Unaeleza. Lakini tayari kuna maneno kwa wale madereva 19 au 30 waliokuwa nje ya geti. Wameshasema yule mtu hawezi kuendesha gari. Hawezi. Ndio. Wanaambia acha ile gari hapo Tunduma, na dereva mwingine anaenda anachukua gari anaenda Kongo, anaenda Zambia au anaendelea na safari ya ile gari. Umeona? Akirudi yeye ni mwema sana kwa sababu alikuwa anatafuta kile kibarua. Unaona, wewe tayari umeshakuwa adui. Na si ajabu ukatangazwa kwenye kampuni zote. Wao ule ushirikiano huko. Ndio. Wewe ukienda kampuni, ulitoka kampuni gani? Kampuni fulani. Ulikuwa na shida gani? Anampigia tajiri mwenzie. Bwana fulani unamfahamu? Au huyo ameniachia gari langu same fulani. Ovyo kabisa huyo. Unaona? Usimchukue kwa namna hiyo. Na tumeshuhudia mpaka madereva wa mabasi
umeshindwa kunipa stahiki zangu, nimeona nijiondoe, niko kampuni nyingine. Tajiri anampigia tajiri, wewe kwamba wewe ni dereva wangu na mkataba gani? Mkataba gani una miezi 3 mtu mshahara? Hizo ndio changamoto tunakutana nazo madereva. Okay. Na mwingine inafikia kumtangaza kwenye vyombo vya habari. Naona kwamba hao ni madereva wangu, wamevunja mkataba au na washtaki kwa kwenda kufanya kazi kampuni nyingine. Je, ulishawapa mishahara yao? Stahiki zao za NSSF zipo? Umemkatia bima ya afya ili iweze kulinda na familia yake? Hizo ni changamoto tunakutana nazo madereva. Sawa. Mbele yako pale kuna serikali ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuna chama chenu kwa ujumla cha wafanyakazi, lakini pia kwa pamoja hao, nataka ukipewa nafasi ya kuwashauri jambo na ni kuhusiana na maslahi yenu nyinyi kama wafanyakazi, unaona, ungewashauri nini? Vitu 5 muhimu sana kwa ajili ya kuboresha maisha yenu nyinyi. Kwanza, mifumo ya ajira Tanzania irekebishwe. Cha kwanza, mifumo sio sahihi. Okay, iweje irekebishwe? Tuendane na dunia inavyokwenda. Okay. Tusiajiri illegal tu hadi tunafanya kazi. Matajiri wasiangalie faida kwao, waangalie pia na afya ya wafanyakazi wao. Tuwalinde wafanyakazi ili kuweza kuboresha maendeleo au faida au tija kwenye kampuni. Vyama vya wafanyakazi viruhusiwe kuingia kwenye kampuni kufanya na kutafuta wanachama. Ndio. Lakini kuna fomu kwamba kuja mimi kwenye kampuni yako natakiwa nikuletee fomu ya kukuomba kuingia kwenye kampuni yako. Tajiri wewe unanikataa, siruhusi kuingia huko bila ridhaa yako. Alafu bado serikali hiyo inakuja na niambia kwamba akikataa tajiri usiingie, nenda mahakamani uombe kwa kulazimisha na mahakama kwamba huyu ni chama cha wafanyakazi kinatakiwa kuingia kwenye kampuni yako. Ndio. Umeona hizo tatizo? Ndio. Hilo ni tatizo pia. Kwa sababu natakiwa niingie nikiwa free. Nitoe sera zangu kuhamasisha wafanyakazi walioko huko ndani na haki zao. Ili waweze kutambua haki zao sehemu ya kazi. Lakini siruhusiwi mpaka ridhaa kutoka kwa mwajiri. Sasa hiyo pia ni tatizo. Kwa hiyo na wasi tu madereva wenzangu na vyama vya wafanyakazi, sekta za madereva kuendeleza nguvu ya mapambano, kutafuta haki na stahiki tunapokuwa sehemu zetu za kazi. Ziwe salama, ziwe na heshima. Na hata pindi tunapokwenda kukuta tatizo, dereva au mfanyakazi amefariki, jukumu la kumstiri yule marehemu linakuwa mikononi mwa jamii. Ndio. Sio kwa tajiri. Hizo ni changamoto. Tajiri alimuhusu hilo. Sana tajiri anaweza akakutoa kule ulipofia kukuleta tu pale, lakini gharama zote za maziko mtafanya wenyewe. Umeona? Na bahati nzuri ni hivi juzi ambazo natolea mfano mzuri tu, hii ajali ya Dodoma. Kuna mfanyakazi apelekewa shilingi 50,000 ya kuchimba kaburi. Pale nyumbani. 50,000 tajiri, lakini ukumbuke huyu mfanyakazi amefariki si kwa kupenda kwake. Ni ajali imetokea. Lakini tajiri ametoa shilingi 50,000 kwa ajili ya kuchimba kaburi. Je, hii 50,000 itawafariji nini wale wafiwa? Na amekufa mikononi mwa kampuni ya huyo mtu. Unaona, ina maana hata maziko yake hayakuwa ya staa. Ina maana jamii ndio imebeba. Ambayo walikuwa wanatakiwa yule tajiri abebe ile maziko. Unaona? Lakini sehemu kubwa jamii ndio imebeba ile maziko. Sasa si vizuri tunavyoangalia na kuyasikia na kuyaona yakitendeka. Ina maana hata mimi kesho nitakuwa hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji wafanyakazi wapate maziko ya staa, kwa sababu kutoka mikononi mwa matajiri, kwa sababu amekutumikia miaka 5, miaka 6 au miaka 7. Kwa nini unamdampa?
Shukran sana. Tulikuwa na Mr. Majura Kafumu, yeye ni mwenyekiti wa umoja wa madereva wa mabasi Tanzania. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe. Hii ni Amka Podcast na tulikuwa tunazungumza kuhusiana na kupanda kwa bei ya mafuta na athari zake kwa wafanyakazi wa sekta ya usafirishaji. Hapa nazungumzia madereva pamoja na makondakta. Kwa hiyo shukrani sana kwa kuichagua Amka Podcast.